Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, awali ya yote napenda nikupongeze sana kwa kazi kubwa uliyofanya kanda ya Nyasa na kanda ya Kusini. Hakika mmefanya kazi kubwa ya ukombozi, na ndiyo sababu sasa hivi serikalini ya Pakaliki wakaona jambo la kufanya ni kumkamata mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu. Lakini sisi Waswahili tunasema kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Tunakujua ndugu yetu Heche, tunajua ujasiri wako, na kwa kweli kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu na kubambikiziwa kesi ya uhaini ambayo kama watamkuta, kwa sababu kwa vyovyote vile wanaweza wakafanya wanachotaka, maana yake ni kwamba hukumu yake kesi ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Lakini tunasema kwa kuwa Mheshimiwa Lissu alikuwa anatetea rasilimali za nchi hii, anatetea haki ya Watanzania wanyonge, tunaamini chochote kitakachomtokea ndio ari kwa vijana na ari kwa kina mama na Watanzania wote wapenda haki, kwamba tunasema mabadiliko ni lazima. Lakini ndugu zangu, wale wote wenye umri wangu na kuendelea, tunakumbuka kwenye azimio la Arusha, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alisema yafuatayo: tumechoka kuonewa, tumechoka kunyanyaswa na tumechoka kupuuzwa. Ni lazima sasa tulete mabadiliko, kwa sababu kwa kuleta mabadiliko tunaondoa unyonge wetu, tunaondoa kuonewa kwetu. Sisi wapinzani Tanzania, huu ni mwaka wa 32 toka vyama vya upinzani kuanzishwa nchini hapa. Lakini katika chaguzi zote vyama vya upinzani vilikuwa vinaenda vizuri kiasi chake, pamoja na mifumo mibovu. Lakini mwaka 2019 na mwaka 2020 hii ilikuwa ni miaka mibaya sana ya uchaguzi, kwa sababu mwenda zake kwa maana ya Magufuli aliamua kuvunja kabisa mifumo ya uchaguzi. Tulitegemea mwaka 2024 tumempata rais mwanamke, rais ambaye tunaamini amezaa, na sisi kina mama tunazaa kwa uchungu. Tulijua kwa uchungu ambao upata katika kuzaa watoto wake, basi angehakikisha tunabadilisha mifumo. Lakini wote tumeshuhudia mwaka 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa amefanya yale yale ya mwenda zake, na ndiyo sababu kauli mbiu yake anasema kazi iendelee. Kazi gani iendelee? Kazi ya kunyonga na kupoteza wananchi wa Tanzania. Peoples. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka niwaambie sisi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hili ni jeshi lako, tuko nyuma yako, tutafanya kazi, tutakupa joto, na tutahakikisha kwamba gurudumu ambalo amelianzisha Mheshimiwa Lissu tunakwenda nalo sambamba, na tutaenda na serikali kama inavyotaka twende. Wakienda mlalo tutakwenda nao hivyo hivyo, wakinyooka tutanyooka nao. Peoples. Lakini ndugu zangu, nataka nimalizie kwa kuzungumza mambo mawili. Wakati baada ya uhuru, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alisema ili tuendelee tunahitaji mambo makubwa manne. Jambo la kwanza alisema watu. Wakati anazungumza tulikuwa watu milioni 8. Leo Tanzania ina watu takriban milioni 61. Lakini akasema ardhi. Ndugu zangu, ardhi ya Tanzania, chukua Kenya, chukua Uganda, chukua na Malawi, bado haijafika square kilomita 947. Tunabakisha na change. Lakini bado Tanzania ni maskini. Lakini akasema jambo la tatu, siasa safi. Tunahakika pamoja na kwamba siasa sio safi sana, lakini walau wakati anazungumza tulikuwa na chama kimoja. Sasa tuna vyama vingi. Lakini la nne ikawa
kuwa ni uongozi bora. Hapa ndipo tatizo lilipo. Pamoja na yote hatuna uongozi bora, na ndiyo sababu tunalilia maboresho makubwa, kubadilisha mfumo wa uchaguzi ili uchaguzi wetu uwe sawasawa, tuweze kweli kuhakikisha kwamba kura ya kila mwananchi ina thamani, kwa sababu thamani hiyo ndio itatufanya tuwe na haki na amani katika taifa letu. Najua mkutano huu si wangu, namuona tayari mkurugenzi amenisimamia, lakini niseme tu, wananchi wa Kibamba na wananchi wa Dar es Salaam, tunajua mabadiliko yoyote au mapinduzi yoyote yanatokea kwenye miji